Na washangaa mnaosema Pacome Zouzoua anatakiwa kuitwa timu ya taifa Ivory Coast. Na washangaa kwa sababu Pacome hana quality hiyo ya kucheza timu ya taifa Ivory Coast. Yaani timu ya taifa Ivory Coast ina wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa kuliko Pacome Zouzoua. Yaani Pacome Zouzoua kama utaita wachezaji 50 wa Ivory Coast unaweza hata usimpate jina lake. Unajua hata kipindi kile ameitwa timu ya taifa aliitwa kwa bahati kwa sababu wachezaji wengi wa Ivory Coast walikuwa na injury na wengine pia hawakuja kabisa kujiunga na timu ya taifa, ndio maana Pacome Zouzoua aliitwa. Na wakati ule ndo hata kocha wa timu ya taifa Ivory Coast alikuwa anatoka ASEC Mimosas, kwa hiyo kidogo alikuwa anamjua Pacome Zouzoua, ndio maana aliweza kumjumuisha, lakini alimjumuisha mwishoni. Hakumuita kwenye ile first call up. Alimuita kwenye call up ya mwisho kabisa ndo alikuja kumuita. Kwa nini alimuita kwenye call up ya mwisho? Kwa sababu uwezo wake mdogo kuliko wachezaji wengi wanaocheza timu ya taifa Ivory Coast. So nyinyi ambao mnasema Pacome ile timu ya taifa, siwaelewi mnataka akacheze nafasi ya nani? Angalau tu kama kina Simon Adingra ni wachezaji bora sana. Yaani Pacome hana huo uwezo wa kucheza timu ya taifa Ivory Coast. Lakini hapa kwetu pia tunamuona ni mchezaji mkubwa kwa sababu wachezaji wetu wengi hawana quality alionao Pacome Zouzoua, lakini Pacome Zouzoua ni mchezaji wa kawaida mno. Wachezaji wa kawaida sana. Mimi nakwambia kama Pacome Zouzoua angekuja kucheza Tanzania kwenye miaka ya 2008, 2007, 2010, Pacome asingeonekana mchezaji mzuri hata kidogo. Yaani wachezaji kama wakati ule tuna viungo kama kina Amri Kiemba, walikuwa wachezaji wazuri sana kuliko Pacome Zouzoua, lakini kwa sababu pia hatukuwahi mechi zao nyingi hazikuonekana kwenye television, hatukuona ule udambwe ambao wako nao kwenye miguu yao, ndio maana leo tunaona kama Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri sana. Yaani Pacome siwezi kumlinganisha hata mtu kama Haruna Niyonzima. Yaani Haruna Niyonzima ni mchezaji bora zaidi kuliko Pacome Zouzoua. Yaani hata Chama akiwa kwenye prime yake ni mchezaji bora sana kuliko Pacome Zouzoua. Hata Faisal Salum wa sasa hivi ni bora kuliko Pacome Zouzoua. Shida tu ni kwamba kuna wakati tuna tabia ya kuvalue wachezaji wa kimataifa kuliko wachezaji wetu wa ndani, lakini ukija kuangalia kwa karibu, kwa uzuri kabisa na ukatuliza akili ukaangalia kweli, unakuja kugundua kwamba kuna wachezaji wengi wa Kitanzania ambao wana quality ile ya Pacome lakini hawapati ile thamani ambayo Pacome anapata. Yaani mfano, mchezaji kama Faisal Salum ni mchezaji bora sana, mwenye quality kubwa kuliko hata Pacome Zouzoua na mwenye consistency, uwezo mzuri, mwenye muendelezo mzuri kuliko Pacome Zouzoua. Lakini hapati ile thamani alionayo Pacome Zouzoua kwa sababu Faisal Salum ni Mtanzania, ni mchezaji ambaye amezaliwa Zanzibar tu pale kwenye ardhi hii ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni mjukuu wa Nyerere, kwa hiyo anaonekana kama si chochote si lolote mbele ya wachezaji kama kina Pacome Zouzoua. Lakini ukweli ni kwamba Faisal Salum ni miongoni mwa wachezaji bora ambao tumewahi kuwa nao Tanzania, na kwa sasa hivi hakuna kiungo wa Kitanzania au kiungo wa kimataifa ambaye kwenye ligi ya Tanzania mwenye muendelezo mzuri wa kiwango chake kama Faisal Salum. Hata huyo Pacome angalia alivyoanza mpaka sasa ni tofauti. Yaani kiwango muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo kiwango chake kinazidi kushuka. Siku hizi Pacome anacheza vizuri kwenye zile mechi ambazo Yanga amedominate kila kitu, ndio mechi ambazo anacheza vizuri. Mechi ambazo Yanga hajadominate kila kitu, Pacome acheze vizuri. Kwa nini anachagua mechi? Ni kwa sababu kiwango chake ni cha kawaida, ni mchezaji ambaye ni limited. Yaani kuna baadhi ya mechi atacheza vizuri kutokana na ile quality ya wapinzani, lakini pia kuna baadhi ya mechi atacheza vibaya kutokana na quality ya timu pinzani. So kuwa na quality kubwa inakusaidia kucheza vizuri kwenye kila mechi ambayo unakutana nayo. Lakini pia kuna wakati unaweza kuwa na quality kubwa lakini ukakosa ule muendelezo. Yaani unajua kuna kitu kimoja pia muelewe, kuna tofauti ya quality ya mchezaji na performance ya mchezaji. Performance ya mchezaji inatokana na namna ambavyo amejiandaa na mchezo fulani au kiwango ambacho atakionyesha kwenye mchezo fulani. Sasa kuna baadhi ya mechi unaweza kuonyesha kiwango kizuri, watu wakaamini kwamba ni miongoni mwa wachezaji top kwenye ligi husika. Lakini kuna wakati unaweza ukakutana na mpinzani ambaye anacheza vizuri kwa hiyo ukashindwa kuonyesha kiwango kizuri. Kwa hiyo kiwango cha mchezaji kinapanda na kushuka, lakini quality ya mchezaji ndio standard ya kiwango ya ubora wake. Yaani maana yake ndio maana wazungu wanasema class is permanent, form is temporary but class is permanent, kwamba kiwango kinapanda na kushuka lakini ubora wa mchezaji unabakia pale pale. Wachezaji kama kina John Boko sasa hivi, Boko bado ni mchezaji bora sana lakini kiwango chake sio kizuri, lakini kwenye ubora ni mchezaji bora lakini kiwango chake sio kizuri. Kwa hiyo
mchezaji anaweza akawa ni wa daraja la juu kwa maana ya quality, lakini kiwango chake kikawa sio kizuri, kwa sababu kiwango kinapanda na kushuka kutokana na aina ya mechi ambayo anacheza. So Pacome ni mchezaji ambaye ni wa daraja la juu, lakini daraja yani yani Pacome ni mchezaji daraja la juu, lakini daraja lake huwezi kulinganisha na daraja la Faisal kwa sababu hata madaraja ya wachezaji wanatofautiana. Kuna mchezaji ambaye ana ubora daraja A, kuna mwingine ana ubora daraja B, kuna mwingine ana ubora daraja C na kadhalika. Sasa yule Pacome ni mchezaji ambaye ni bora wa daraja B, lakini watu kama kina Faisal ambao wamekuwa na muendelezo mzuri ni wachezaji bora daraja A. Kwa nini nimesema kwa Faisal daraja A? Mchezaji ambaye ni bora daraja A ni yule ambaye kiwango chake hakipandi na kushuka. Yaani ana uwezo wa kucheza hivyo kwenye kiwango hicho hata kwa zaidi ya misimu 4-5. Ndio Faisal Salum. Tangu tumeanza kumuona kwenye mpira wa Tanzania, amekuwa kwenye kiwango hicho mpaka leo tunavyomuona. Zaidi anazidi kuboresha, uwezo wake unazidi kuongezeka. Lakini angalia Pacome tu alivyokuja msimu wake huu wa pili. Lakini angalia anavyocheza. Yaani alivyocheza miezi 6 ya msimu wake wa kwanza na alivyocheza miezi 6 ya msimu wake wa pili ni tofauti. Miezi 6 ya msimu wake wa pili haikuwa mizuri kama miezi 6 ya msimu wake wa kwanza. Kwa hiyo miezi 6 ya msimu wake wa kwanza pia haikuwa mizuri. Hakuwa na kiwango kizuri. The same hata msimu huu. Unaona namna ambavyo ameanza, kuna mechi anacheza vizuri, kuna mechi anacheza vibaya. Kwa hiyo tukubaliane tu kwamba Pacome ni mchezaji wa kawaida, kwa sasa hana hiyo hastahili kuitwa timu ya taifa ya Ivory Coast, lakini pia hata ukipima na uwezo wake na wachezaji hapa ndani, kuna wachezaji hapa ndani ambao wanamzidi uwezo kwa kiasi kikubwa. So tukubaliane tu kwamba Pacome ni mchezaji wa kawaida, tuache kumunyumunya maneno.